Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi leo amekutana na kufanya mazungumzo na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lenz. Mvua za masika zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali kote nchini zisababisha wananchi wilayani Kilwa kusitisha shughuli zao kwa muda. Rais wa Marekani Donald Trump asitisha ghafla vita dhidi ya Irani saa chache kabla ya muda wa saa 48 aliyokuwa ameitaka Iran iufungue mlango bahari wa Hormuz. Na katika michezo, serikali yaahidi kujenga miundombinu ya viwanja vya mpira wa kikapu ili kuzifanya timu za mpira wa kikapu Tanzania zifanye vizuri kimataifa. Naam, habari za Jumatatu mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu sana kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka jijini Dar es Salaam, na hii ni Channel 10 habari, na kualika tuwe pamoja kwa saa moja tukikuletea taarifa zetu ambazo zimejiri kwa siku ya leo. Jina langu ni Najma Abdallah nikishirikiana na mwenzangu Ramla Jabu kwa upande wa lugha ya alama. Nikukumbushe tu leo ni Jumatatu, Machi 23, 2026. Karibu tuwe pamoja kuanzia mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu ya habari. Na moja kwa moja tuanze taarifa yetu ya habari kwa kumulika habari za kitaifa, tukianzia kule Kilwa mkoani Lindi, ambapo mvua za masika zinazoendelea kunyesha mkoani Lindi zimeleta usumbufu kwa wananchi wa kijiji cha Kilongo wilayani Kilwa mkoani Lindi baada ya maji kufurika katika mto Kilongo na kusababisha wananchi kusitisha shughuli zao kwa muda, huku magari makubwa ya mizigo na abiria yakishindwa kupita. Taarifa ya mwandishi wetu Aidan Mhando kutoka Kilwa mkoani Lindi ina maelezo zaidi. Channel 10 ilifika katika eneo hilo na kushuhudia maji yakiwa yamefurika, huku baadhi ya magari makubwa yakiwa yamekwama, ambapo wananchi wa kijiji hicho wanasema suluhisho la eneo hilo ni kupatikana kwa daraja. Mimi bodaboda nilikuwa nampeleka mama hapo hospitali kituo cha afya, lakini ishakuwa ngumu, nashindwa kwenda, mwanawe anaumwa, lakini tunashindwa kuvuka hapa maji tayari yashashamili. Makarabati yote yaliyowekwa haya manake bado ni madogo kulingana na jinsi ulambo ulivyo. Tunaiomba serikali itusaidie, itujengee daraja ili tupate huduma kamili zenye kutusaidia. Kama hivi magari yanashindwa kupita na sisi hata kujisaidia kusema kwenda kupata huduma huko tunashindwa. Serikali tunaiomba kwa hapa, yani ingewezekana manake wangetufanyia mpango manake wa daraja, kwa sababu kama karavati zipo nyingi hapa wameziweka, lakini bado hii changamoto bado inaendelea. Kutokana na jinsi yalivyo, huduma tunapata mchinjo. Kwa hiyo tunaomba serikali tusaidie. Mtu anaitwa mtu wa Kilongo manake hujatokea hapo, umetokea ni Mbare. Mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa na mjumbe wa kamati kuu Fadhili Maganya akiwa safarini kuelekea wilayani Liwale kwa ziara ya kikazi akitokea katika wilaya ya Kilwa, anafika katika eneo hilo na kutoa ujumbe huu kwa wananchi na madereva wanaotumia barabara hiyo ambayo inaunganisha wilaya hizo mbili. Neema ya mvua, lakini sasa imekuja nyingi, si hapa tu, nchi nzima mvua zinanyesha, na tunashukuru serikali pia kwamba imeweka makaravati, lakini kulingana na hali hii sasa makaravati nayo yamezidiwa. Hatutarajii kwamba hii itakuwa ni hali ya kila siku, na ninyi wenyewe mmeshuhudia hapa kwamba njia hiyo inapita. Tunatambua kwamba kuna fedha serikali inatenga za maintenance, road maintenance. Kwa hiyo kwa nyakati kama hizi zinaweza zikatumika. Kwa hiyo meneja wa TANROADS mkoa wa Lindi tunamwelekeza kuja katika barabara hii ya Nangurukuru Liwale. Kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Tuelekee kule visiwani Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi leo amekutana na kaimu balozi wa Marekani nchini Tanzania Andrew Lenz kuzungumzia maeneo mbalimbali ya ushirikiano baina ya Zanzibar na Marekani. Katika mazungumzo hayo yaliyofanyika Ikulu Zanzibar, Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amemweleza kaimu balozi Lenz kuwa Zanzibar
ina mipango na mikakati madhubuti ya kuhakikisha inajitegemea na kujitosheleza kwenye masuala ya nishati ya mafuta, umeme na kwamba iwe kituo kikuu cha usafirishaji kupitia bandari ya nchi za Afrika Mashariki na Kati. Rais Dr. Mwinyi amesema ujenzi unaoendelea wa mradi wa bandari jumuishi ya Mangapwani ni mradi unaotarajiwa kumaliza matatizo hayo na kwamba kwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Zanzibar utaongezeka maradufu kutokana na uwekezaji mkubwa unaokwenda kufanyika katika bandari hiyo, ikiwemo mitambo ya uzalishaji wa megawati 200 za umeme, kuwepo kwa matangi ya hifadhi ya mafuta na bandari itakayoweza kuhudumia meli zenye uwezo wa kubeba makontena mengi zaidi na kumaliza tatizo la msongamano wa meli katika bandari ya Malindi. Tunahitaji njia za haraka za kuzalisha umeme. Kwa hiyo tunalifanyia kazi hilo. Na tunafurahi kupata uungwaji mkono kwa njia moja au nyingine ili kuja na njia yetu huru ya uzalishaji kwa Zanzibar. Kama sisi sote tunajua kwamba chochote kinaweza kutokea kwa nyaya zinazopita baharini na kinaweza kusababisha matatizo zaidi kuliko ilivyotokea hapo awali. Kwa upande wake, Balozi Andrew Lenzi ameeleza kufarijika na hatua za kimaendeleo zinazoendelea kufikiwa na Zanzibar, hususan katika ujenzi wa miundombinu, hatua aliyoieleza kuwa ni kipaumbele kwa nchi inayohitaji kuvutia wawekezaji na maendeleo ya kiuchumi na ustawi wa watu wake, na kuahidi kuwa nchi hiyo kuendelea kutanua maeneo zaidi ya ushirikiano na Zanzibar, hususan katika sekta ya afya, mabadiliko ya tabia nchi, biashara na uwekezaji. Tunajivunia sana kusikia kuna wawekezaji kutoka Marekani na wanaoshiriki katika mradi huu, na tunatumai kwamba wataendelea kufanya hivyo, wakiendeleza uhusiano wa kibiashara na uwekezaji wenye manufaa kwa pande zote mbili, usawa na wa haki, ambapo makampuni ya Marekani yanaweza kufanya kazi kwa usawa na tunaweza kukamilisha mabadiliko ya ushirikiano kutoka kwa misaada hadi kuwa biashara. Juma Mohamed, Channel 10. Waziri wa Nishati Deogratias Ndejembi amezielekeza taasisi zilizo chini ya wizara hiyo kuhakikisha upatikanaji wa mafuta unaendelea kuwa uhakika, huku akisisitiza ufuatiliaji wa karibu kwa wafanyabiashara watakaobainika kuficha mafuta kwa lengo la kusubiri kupanda kwa bei. Taarifa zaidi na Leonard Mwacha kutoka Dodoma. Hatua hii inakuja kufuatia mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati unaotikisa soko la mafuta duniani. Maelekezo ya serikali yanalenga kuhakikisha upatikanaji wa mafuta na usalama wake kwa shughuli endelevu za kiuchumi. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. PBPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini, na tusisubiri kwamba yako njiani. Tuhakikishe na tukague kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Aidha, taasisi zilizopo chini ya wizara hiyo zikabainisha tahadhari, mikakati na hatua wanazozichukua ili kuhakikisha usalama wa mafuta nchini, huku wakiwatoa hofu wa Tanzania. Tunafuatilia kwa karibu kwenye kila depo, tunapata taarifa zake za mafuta yaliyopo. Tunaendelea kupata taarifa kila siku kuhusiana na swala la upatikanaji wa mafuta. Kuna zabuni za mafuta kwa ajili ya mwezi wa 5 ambazo tayari ameshapatikana supplier, nayo mafuta tutategemea yaingie kama yalivyopangwa kwenye mkataba. Lakini tumewahi kuingia mikataba mapema ambayo itahakikisha kwamba kwa mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mafuta yake nayo yatafika kwa ratiba hiyo. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Wizara ya Katiba na Sheria imethibitisha zaidi ya wananchi milioni 4.1 wamefikiwa na msaada wa kisheria wa Mama Samia na hivyo kutatuliwa migogoro yao mbalimbali iliyochukua muda mrefu mahakamani. Tupate taarifa zaidi. Mafanikio hayo yamebainishwa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Juma Omera wakati alipokuwa akifungua kikao cha 4 cha baraza la 8 la wafanyakazi wa wizara hiyo. Watu zaidi ya milioni 4.1 walifikiwa kwenye msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo sio jambo dogo, na watu wengi wamenufaika. Wako watu walizulumiwa nyumba zao, wamerudishiwa. Wako watu walizulumiwa mashamba, wamerudishiwa. Aidha, waziri wa Katiba na Sheria akaweka wazi msimamo walioweka kuhakikisha
hakuna sheria inayokwamisha utekelezaji wa dira ya 2050, huku katibu mkuu wa Wizara ya Katiba na Sheria Bwana Eliakim Maswi akiwakumbusha wajumbe wajibu walionao kuhakikisha uwepo wa usimamizi thabiti wa sekta ya sheria ili maendeleo ya taifa yapatikane. Tumeweka utaratibu mzuri sana kwamba hakuna sheria itakayokuwa itavumiliwa kama inakwamisha utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa hiyo dhamira yetu ni kwamba sheria tutazirekebisha ili ziweze kuendana na spidi ya utekelezaji wa dira na mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 na dira ya 2050. Sekta yetu ya sheria sio tu muhimili wa utawala wa sheria, bali ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa, kwani bila mfumo imara wa sheria, haki na usimamizi wa taasisi, maendeleo endelevu hayawezi kupatikana. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringebongi. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari na tumulike taarifa nyingine ambapo Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amezindua rasmi mfumo wa kidijitali wa watumiaji wa huduma za mawasiliano ujulikanao kama Mtumiaji App uliobuniwa chini ya Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA na CCC. Witness Ngalawa anatujuza zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Waziri Kairuki amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya mawasiliano ili kuhakikisha huduma zinawafikia wananchi wengi zaidi kwa ubora na urahisi, akibainisha kuwa hadi kufikia Disemba mwaka 2025 idadi ya watumiaji wa huduma za mtandao imeongezeka na kufikia milioni 58.6. Ilielekeze baraza kwa kushirikiana na wadau wengine kuhimiza matumizi sahihi ya huduma za mawasiliano, lakini vile waendelee kuhamasisha watumiaji kutumia vizuri mfumo huu ili usaidie kupata taarifa muhimu. Baraza la Ushauri la Watumiaji wa Huduma za Mawasiliano TCRA CCC wameeleza kuwa ujio wa Mtumiaji App utawezesha changamoto mbalimbali kuripotiwa, kujifunza haki zao, kutuma maoni na kupata taarifa muhimu kwa njia rahisi ya kidijitali. Mfumo unawezesha baraza kupokea na kuchakata taarifa kwa wakati na kunasaidia pia kupunguza makosa ya kibinadamu. Wadau mbalimbali wakiwemo USISAF, TCRA, TTCL pamoja na IGA wamepongeza hatua hiyo, wakieleza kuwa ni kielelezo cha ushirikiano mzuri wa taasisi za umma na kwamba Mtumiaji App itasaidia kuongeza uwazi na kuboresha upatikanaji wa huduma kwa wakati. Tuna wajibu ya kuwaonyesha Watanzania mahala sahihi ambapo wanatakiwa kwenda, na hii ndio namna ya kukuza elimu kwa Watanzania. Tunaamini kuwa uwekezaji katika mifumo ya kidigitali kama hii utaongeza uwazi, uwajibikaji na ufanisi katika utoaji wa huduma za mawasiliano. Sisi kama TCL tuna imani kuwa app hii itakuwa chachu ya mabadiliko makubwa katika sekta ya mawasiliano kwa kurahisisha upatikanaji wa taarifa. Upande wa mamlaka serikali mtandao, tunaahidi kuendelea kutoa ushirikiano kwa baraza na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha wananchi tunaowahudumia wanazifikia huduma. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10. Wananchi wa kata ya Sandari wilayani Temeke wamemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwajengea kipande cha barabara ya mita 600 kwa kiwango cha zege ambapo awali ilikuwa hatarishi kwa vyombo vya moto na wananchi wanaotembea kwa miguu. Tupate maelezo zaidi. Shukrani hizo wamezitoa wakati wa ufunguzi wa barabara hiyo maarufu kwa jina la Dr. Omar Ali Juma, ikiwa ni baada ya kufungwa kwa ziara ya miezi 5 kwa ajili ya matengenezo yaliyokuja baada ya kuharibika vibaya na kuifanya isipitike. Nimefurahi kuona barabara leo inakuja kufunguliwa. Tulikuwa tunapata adha sana, hasa hapa tuliposimama. Kulikuwa na shimo kubwa sana, shimo ambalo lilitia watu hasara, wenye magari, wenye pikipiki, watu kuumia. Lakini leo tunaona adha hii, kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Mbunge Mariam Kisangi, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Diwani Mariam Mtemvu kwa kutoa fedha na usimamizi mkubwa wa utekelezaji wa hii barabara. Shukuru sana kwa sababu kilio chetu kimesikika. Barabara hizi zilikuwa zimefungwa
alafu zilikuwa zimefungwa, malori yalikuwa yanasumbua huko mtaani. Lakini sasa hivi kilio chetu kimesikika, tunashukuru Mungu, wamesikia kilio chetu, barabara inafunguliwa leo. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Maganga, Jelani Simbaulanga, pamoja na diwani wa kata ya Temeke wamesema kufunguliwa kwa barabara hiyo kutaleta unafuu mkubwa kwa wananchi waliokuwa wakipata shida kutokana na ubovu uliokuwapo. Kuna kero kubwa hapa, mashimo yalikuwa ni makubwa sana. Ulikuwa upitaji wa magari hapa ulikuwa ni wa shida. Kipindi cha mvua maji yalikuwa yanajaa sana. Lakini tunashukuru mkandarasi kwa kupitia na mheshimiwa diwani. Leo barabara hii imekuja, imetengenezwa, kipande hiki kimekuwa kipo vizuri. Kwa kuwa nilikuwa nina nia ya kugombea kata hii ya Temeke, nilibeba hii changamoto moja kwa moja, nikaijengea hoja kwenye halmashauri. Namshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuleta fedha. Lakini naishukuru halmashauri kwa kupokea hoja yangu ambayo niliomba barabara hii itengenezwe kwa umuhimu wake, ni kiungo kikubwa. Barabara hii inaenda Mbagara. Juma Mohamed, Channel 10. Naam, tukisalia kwenye ujenzi wa barabara, iko taarifa nyingine pia ambayo inasema serikali kupitia wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA imeanza ujenzi wa barabara ya Kitunda Kivule hadi Msongola yenye urefu wa kilomita 9.95 ambayo ujenzi wake hadi sasa umefikia 22%. Kisa Mwaipiana ana maelezo zaidi. Ujenzi wa barabara hiyo pia umejumuisha ujenzi wa barabara ya Kivule Majohe yenye urefu wa kilomita 2.79 iliyokuwa ikijengwa kwa kiwango cha zege ambao umekwisha kamilika kwa zaidi ya 90%, huku gharama za ujenzi wa barabara hizo zote mbili ikiwa ni shilingi bilioni 30.3. Akizungumza wakati wa ukaguzi wa miradi mbalimbali ya uendelezaji wa jiji la Dar es Salaam DMDP inayotekelezwa katika wilaya ya Ilala, meneja wa TARURA mkoa wa Dar es Salaam mhandisi Godfrey Mkinga amesema changamoto hiyo ilikuwa kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo hayo na sasa kinaenda kupatiwa majibu kutokana na ujenzi huo. Barabara Banana Kitunda Kivule, lakini pia Kivule Msongola ni barabara ambazo zilikuwa zina kilio kikubwa sana. Ilikuwa ni kila siku lazima ukutane na haya malalamiko. Kama nikusha kusema hizo nazo ni miongoni mwa barabara ambazo ifikapo mwezi wa 8 mpaka wa 10 barabara hizi zote zitakuwa zimekwisha kukamilika. Kama ambavyo umeona ile barabara kwenda Msongola tayari kuna ile zege imekwisha kutengenezwa zaidi ya kilomita 2, kuna kipande bado kidogo. Lakini barabara nyingine kubwa na yenyewe tayari tumekwisha kuweka hadi tabaka la C1 na C2. Baadhi ya wakazi wa Kitunda na Kivule wameshukuru serikali kwa kuanza ujenzi huo na kuomba ukamilike kwa haraka ili waondokane na adha ya muda mrefu ya ubovu wa barabara hiyo. Mvua kama jinsi inavyoonyesha hivi, usafiri ni changamoto, kwenda mjini kuja kujitafutia maisha. Bwana mara kuma tokea Dar moja kwa moja. Tunashukuru kwa kuwa wameanza kutengeneza hii barabara. Ila sasa ombi letu kubwa yani waharakishe barabara iwe sawa mapema. Kaimu meneja wa TARURA wilaya Ilala mhandisi Grayson Nzunda hapa anaeleza changamoto mbalimbali zilizojitokeza ikiwemo uhamishaji wa makaburi katika baadhi ya maeneo yanayotakiwa kupita ujenzi wa barabara ili kuepusha athari kwa jamii. Lakini tumeendelea kupambana na mkandarasi kuhakikisha kwamba yale maeneo ambayo yanaweza kufanyika bila uhitaji kipindi hiki cha mvua yale yaendelee kufanyika, na ndio maana hata hii leo unayoiona huwa haiathiriwi na maji hiyo leo ya Siarara. Mradi huu ni uendelezaji wa mji wa Dar es Salaam na kikubwa ni kuweza kuwasaidia wananchi wa mkoa huu na wilaya hii ambao mradi huu unapita waweze kupata huduma kiurahisi. Mtazamaji, kukamilika kwa barabara hii kutaleta mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa wakazi wa maeneo haya, lakini pia kutarahisisha upatikanaji wa huduma muhimu, lakini pia kuongeza thamani ya maeneo haya. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la Kivule hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Kisa Mwaipiana wa Channel 10. Naam, shukrani sana Kisa Mwaipiana. Tuelekee kule mkoani Kigoma. Wanawake wa parishi ya kanisa la Anglikana Katubuka, manispaa ya Kigoma Ujiji, mkoa wa Kigoma, wamekutana katika kongamano la maombi maalumu ya kuwajenga kiimani, kupatiana elimu ya ujasiriamali na kuimarishana kijamii na kiroho kwa kumtumikia Mungu kama msingi imara wa maisha yao katika kukabiliana na changamoto zilizopo katika ngazi ya familia. Moja Buhoza ndiye shuhuda wa taarifa hii.
Ni hitimisho la kongamano la siku ya wanawake ambalo limehitimishwa leo katika kanisa la Anglikana Katubuka. Mwenyekiti wa parishi mkoa Clemencia Masabo anasema lengo ni kuwakutanisha wanawake ili kutambua wajibu wao na kumtumikia Mungu. Tunahitaji kwamba tuwaweke wamama pamoja na kila mama ajue kwamba anapopata shida na matatizo ajue aende kwa nani. Tunajua kwamba yupo Yesu ambaye atapumzisha mizigo yake, atamtwisha mizigo yake naye atapata kupumzika. Clemencia anaeleza imani thabiti inaweza kuwa nguzo muhimu katika utatuzi wa changamoto za maisha ikiwemo ya kifamilia na kijamii. Ndoa nyingi zimekuwa na mafarakano kiasi ya kwamba ndoa kishaingia mafarakano, mme na mke kishakaa tofauti, jua kwamba hata malezi yenu ya watoto hayatakuwa salama sana. Katibu wa umaki chama cha parishi kanisa la Anglikana Katubuka, Lydia Cedric, anasema wanawake wana jukumu kubwa la kuleta mabadiliko chanya katika familia na jamii imara. Kubwa ni kukabidhi changamoto zao mbele za Mungu. Ukikaa mbali na Mungu huwa unakutwa na mambo mengi na majaribu mengi, lakini unapokaa karibu na Mungu na kujinyenyekeza, kufunga na kuomba, basi mizigo yako unapoitua mbele zake unakaa katika amani, furaha na upendo. Kwenye jamii tutawafundisha mambo mengi ili wajue shida zetu tunazipeleka kwa Mungu, lakini pia watoto wetu kuwafundisha maisha ya kuishi katika kumtegemea Mungu. Wasimtegemee shetani wala kuingia katika mambo mengine. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, Mizengo Pinda, amesema maadhimisho ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere mwaka huu yatajikita katika kuwaimarisha vijana ili kujenga taifa lenye misingi imara ya maadili na uongozi bora. Kutoka Dodoma, Roda Simba ana maelezo zaidi. Akizungumza kuhusu maandalizi ya maadhimisho hayo, Pinda amesema kauli mbiu ya mwaka huu isemayo vijana na Mwalimu Nyerere, imarisha vijana kwa ujenzi wa taifa madhubuti na maadili ya kitaifa, inalenga kuhamasisha malezi ya vijana wenye maadili watakaoweza kushika nafasi mbalimbali za uongozi na kulisukuma mbele taifa. Hawa vijana, pende tuspende, ndio taifa la leo, ndio taifa la kesho. Kwa hiyo hili lina maana tu kwamba kila jitihada lazima zifanyike za kumwona kijana wa leo na kumwandaa kwa ajili ya kesho. Na yeye atakapofika hapa atakuwa anatafuta namna kuandaa vijana wa wakati ule kwa ajili ya kesho. Aidha, Pinda amesisitiza umuhimu wa kuwalea vijana kimaadili ili wawe tegemeo la taifa, huku akibainisha kuwa taasisi hiyo inalenga kushirikiana na wazazi kwa kuwapatia elimu na uelewa wa nafasi yao katika malezi bora ya vijana. Dunia hii sasa hivi ni ya utandawazi, wanavyotuambia, na vijana ni sehemu ya vuguvugu la mabadiliko ya kidijitali na kisayansi na vitu vingine. Kwa hiyo lazima tuone sasa vijana hawa watakavyoweza kutumia hizo fursa za mabadiliko haya yanayokuja ili na wao yaweze kuwasaidia katika maisha yao. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa taasisi hiyo Bwana Peter Mavunde ameelezea shughuli zitakazofanyika katika maadhimisho hayo. Tutakuwa na shughuli mbalimbali zitafanyika katika wiki hiyo kufikia kilele. Moja, tarehe 27 tutapanda miti kwenye eneo la mji wa serikali. Kwa hiyo tutawaalika makundi mbalimbali. Maadhimisho hayo yanatarajiwa kuwa jukwaa muhimu la kuwakutanisha vijana, wazazi na wadau mbalimbali kujadili mustakabali wa taifa kwa kuzingatia maadili na misingi inayoasisiwa na Mwalimu Nyerere. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Tanzania leo inaadhimisha siku ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC inayoadhimishwa kila Machi 23, ambapo serikali imesema itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuendeleza na kuhifadhi urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Hatua hii pia inalenga kuimarisha kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika kilichopo jijini Dar es Salaam pamoja na kulinda maeneo yote ya kihistoria yaliyotumika wakati wa mapambano ya ukombozi wa bara la Afrika. Tupate taarifa zaidi. Mipango hiyo imesemwa na mwenyekiti wa Pan African Women Organization, Daktari Susan Kolimba, wakati wa maadhimisho ya siku ya ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika
yaliyofanyika katika kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika. Katika kuendeleza urithi huu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaendelea kuimarisha kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika hapa Dar es Salaam, pamoja na kuhifadhi maeneo yote ya kihistoria yaliyotumika wakati wa mapambano. Ukombozi wa kisiasa hautoshi. Lazima uwe chachu ya mapinduzi ya kiuchumi. Kwa upande wake, mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa Afrika, Christopher Mhongole, amesema Tanzania imeendelea kuwa kitovu muhimu cha historia ya ukombozi wa bara la Afrika. Nchi zote za kusini mwa Afrika na nchi zote za Afrika zikitaka kuifahamu historia hii ya ukombozi kwa ushahidi mwingi, basi wanakuja Tanzania, kwa sababu ndipo ambapo harakati hizi zilitengenezwa, ziliratibiwa hapa Tanzania. Na hivyo sasa maadhimisho kama haya kwa Tanzania ni kitu muhimu sana kama sehemu ya kutoa elimu. Bado ipo nira ya wazi kabisa ya kuhakikisha Afrika inajikomboa kiuchumi, na tutajikomboa kiuchumi endapo tutazienenda zile falsafa za umoja na mshikamano. Inawezekana Afrika kuwa na sarafu moja. Inawezekana Afrika tukazungumza lugha moja. Inawezekana Afrika tukawa na masoko makubwa ya kikanda na ya kimataifa ambayo yatatuunganisha sisi kwa pamoja. Vijana sasa kwa kweli mshukuru kwamba hali tulionayo, hata kama unasikia unapata shida, huwezi ukalinganisha na shida iliyokuwa wakati huo. Kwa hivyo uvumilivu na kuona kwamba na mimi ni sehemu ya taifa langu ni muhimu sana vijana. Esther Mtebe, Channel 10. Naam, shukrani sana Esther Mtebe kwa taarifa hiyo. Lakini pia leo Tanzania inaungana na jumuiya ya kimataifa katika kuadhimisha siku ya hali ya hewa duniani inayoambatana na miaka 76 tangu kuanzishwa kwa shirika la hali ya hewa duniani WMO. Siku hii ni fursa ya kutambua na kupongeza mchango muhimu unaotolewa na taasisi za hali ya hewa duniani katika kuokoa maisha, mali na kusaidia kuleta maendeleo endelevu ya kijamii na kiuchumi. Kauli mbiu ya mwaka huu inasema pima hali ya hewa leo ili kesho iwe salama, ikisisitiza umuhimu wa ufuatiliaji endelevu wa mifumo ya hali ya hewa na maji na upimaji wa taarifa zake. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, katika kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na uangalizi wa hali ya hewa na maji, nchi nyingi duniani ikiwemo Tanzania zinajidhatiti kutoa taarifa za tahadhari za mapema ili kupunguza athari zinazohusiana na ongezeko la mabadiliko ya hali ya hewa. Na tumulike taarifa nyingine ambapo kiwango cha theluji katika hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro kimeongezeka na kufikia kilomita za mraba 5.9 katika kipindi cha kuanzia mwaka 2020 hadi mwaka 2025, hali inayoashiria mafanikio makubwa yaliyotokana na uhifadhi wa mazingira unaoendelea kufanyika katika hifadhi ya mlima huo mrefu zaidi barani Afrika. Ahmad Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza wakati wa zoezi la kuupanda mlima huo lililoshuhudia watumishi na viongozi wa mfuko wa uwekezaji nchini, mkuu wa hifadhi ya mlima Kilimanjaro, kamishna msaidizi mwandamizi Angela Nyati, amesema ongezeko la theluji ni matokeo mazuri ya uhifadhi wa mazingira ya misitu, kampeni za upandaji miti na udhibiti wa shughuli za kibinadamu ndani ya hifadhi. Lakini kama hifadhi au shirika kwa ujumla tulikuwa tunaangalia zaidi watafiti, lakini sasa hivi tumeamua kufanya wenyewe kupitia kitengo chetu cha GIS. Trend inaendaje kuhusiana na barafu yetu, tusitegemee tu watu wa nje. Tafiti ya mwisho ambayo imefanyika mwaka 2025 inaonyesha kiwango cha barafu kimeongezeka na kufikia kilomita za mraba 5.92. Kwa hiyo hapo kuna ongezeko, kihesabu unaweza kuona ni dogo, lakini kulingana na eneo la kule juu hiyo ni mafanikio makubwa sana. Mkuu wa wilaya ya Moshi Godfrey Mzava amesema uamuzi wa UTT AMIS kuupanda mlima huo inatoa ishara ya kuendelea kuishi maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kuutangaza mlima wa Kilimanjaro. Kwamba mnaendelea kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika masuala ya uhifadhi pamoja na utalii, kuieleza dunia ya kwamba mlima Kilimanjaro upo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyekiti wa bodi ya UTT AMIS Profesa Faustin Kamuzola akawaomba Tanzania kujijengea mazoea kupanda mlima huo ili kuimarisha afya zao. Tunapanda huu mlima pamoja na sababu nyingi
lakini kubwa ni kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Na ningeomba sote ambao tuna huu mlima huko Tanzania, ukitaka kuhakiki afya yako, dawa kubwa, jaribu kupanda mlima Kilimanjaro. Tunao furaha kuwapeleka wapandaji jumla 22 ambao 20 ni kutoka UTT AMIS pamoja na 2 wa NDC. Mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Tuelekee kule Handeni mkoani Tanga. Wakulima wilayani Handeni mkoani Tanga wametakiwa kufuatilia taarifa za utabiri wa hali ya hewa na kuzifanyia kazi kwa wakati na kwa usahihi ili kuepuka hasara wakati wa msimu wa kilimo. Ernest Mbezi anaripoti kutoka Handeni. Wito huo umetolewa na afisa wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA wilaya Handeni Fabian Severin wakati akitoa elimu kwa wakulima na wanafunzi wa shule zilizopo wilayani hapa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya hali ya hewa duniani ambayo hufanyika ifikapo Machi 23 kila mwaka. Tunaendelea tu kusisitiza umuhimu wa kufuatilia taarifa za hali ya hewa na kuzitumia kwa usahihi. Na mfano mzuri tunaweza tukaona vuli za mwaka huu kwa wilaya yetu ya Handeni hazikuwa nzuri. Kwa hiyo wale waliofuatilia hali ya hewa ya msimu wa vuli, zile taarifa zetu ziliwasaidia sana, hawakupata hasara. Baadhi ya wakulima wilayani hapa wanaeleza namna wanavyonufaika na taarifa za utabiri wa hali ya hewa katika kuendesha kilimo chao, huku wataalamu wa mamlaka ya hali ya hewa wakieleza namna walivyojipanga kuendelea kutoa elimu kwa wananchi. Taarifa za hali ya hewa kwa kweli zimenisaidia sana kwa mwaka huu. Mvua zile za vuli, waliponiambia kwamba mvua za vuli zitakuwa za shida, basi niliacha kulima, lakini mwaka huu nashukuru nimelima eka zangu 3 na mpaka sasa hivi naendelea. Kwa kipindi hiki, baada ya kuambiwa kwamba mvua zitakuwa ni nzuri, zinatosha, kwamba wametushauri ni mazao gani ambayo tunaweza tukayaotesha katika kipindi hiki, basi tumekuwa tukiyafanyia kazi yale ambayo wamekuwa wakitushauri wataalamu wa hali ya hewa. Mipango yetu ni kuendelea kutoa elimu kwa wananchi wote, hususan wanafunzi, wananchi wa kawaida, wakulima, mabodaboda au wote. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Mtazamaji, tunaendelea kukushukuru wewe ambaye umetunga mkono kupitia mchango wako wa fedha kwa ajili ya shujaa wetu wa msimu huu katika kampeni yetu ya mwanamke fundi ambaye ni Joyce Kamtande maarufu Joyce Shujaa. Kumbuka katika msimu huu wa mwaka 2026 wanawake Magic FM tunakuambia ujuzi si jinsia, ni ajira. Sasa tunaye mwanamke Bi Joyce Shujaa ambaye ana changamoto ya ulemavu, lakini bado anaonesha ufundi wake katika kuhudumia watoto wadogo kwa kuwapa elimu, anawafundisha, lakini pia ni mjasiriamali mdogo, yani bado hajakata tamaa. Changamoto kubwa inayomkabili ni hali ya makazi yake, si mazingira rafiki kwake. Hivyo tunaomba wewe mtazamaji ushirikiane nasi kwa kuchangia chochote ulicho nacho. Tubadilishe mazingira ya mwanamke fundi huyu ambaye sisi tunasimama naye. Waweza kuchangia kwa njia zifuatazo: kupitia simu ya mkononi namba 0654323341, jina ni Joyce Shujaa, au kupitia benki, jina la benki ni Azania Bank, jina la akaunti ni Joyce Shujaa, akaunti namba ni 024000125127. Tunathamini kila mchango wako na ndio tabasamu kwa Joyce Shujaa. Naam, tumekamilisha habari za kitaifa na tuungane na msimulizi wetu Esther Mtebe kwa ajili ya habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Marekani ambapo Rais Donald Trump amesitisha ghafla vita Iran saa chache kabla ya muda wa saa 48 uliokuwa umeambia Iran ifungue mkondo wa Hormuz, la sivyo alipue vituo vyote vya kawi nchini humo na kutumbukiza taifa zima kwenye giza totoro. Muda mfupi kabla ya tangazo hilo la ghafla la Amerika, Iran imekuwa ikionya itashambulia viwanda vya kuzalisha kawi na maji safi katika mataifa ya Cuba endapo Amerika itashambulia viwanda vyake vya kuzalisha umeme. Taarifa zinasema Trump ametangaza kuwa Marekani na Jamhuri ya Iran zimefanya mazungumzo mazuri na yenye matunda katika siku 2 zilizopita, yakilenga kumaliza kabisa uadui kati ya pande hizo katika Mashariki ya Kati.
Hata hivyo, msemaji wa jeshi la Iran, Ibrahim Zolfaqar, amesema ikiwa viwanda vya mafuta na kawi vitashambuliwa na adui, miundombinu msingi yote ya kawi, teknolojia ya habari na viwanda vya kutakasa maji ya chumvi vinavyomilikiwa na Amerika na nchi za eneo hilo vitashambuliwa kulingana na onyo la awali. Na huko nchini Ugiriki, maafisa zaidi ya 30 wanaotuhumiwa kwa uzembe waliohatarisha usalama wa umma nchini Ugiriki kufuatia ajali iliyotokea mwaka 2023 wamefikishwa mahakamani, huku watu wakijitokeza kwa wingi mahakamani kufuatilia kesi hiyo. Taarifa zinasema mamia ya waandamanaji wamejitokeza nje ya mahakama na familia za waliopoteza jamaa zao wakiwa wamevalia mavazi meusi na kusababisha polisi kuzunguka mahakama hiyo ili kudhibiti ghasia. Miongoni mwa wanaoshutumiwa ni maafisa 36 wa shirika la reli na usafiri kwa kukabiliwa na mashtaka inayohusisha na kuhatarisha usafiri wa umma. Ikumbukwe ajali hiyo ilitokea kaskazini mwa Ugiriki baada ya treni ya abiria kuelekezwa kusafiri kwenye njia inayotumiwa na treni ya mizigo, huku wanafunzi wengi ni miongoni mwa waliokufa katika ajali ya kugongana na treni ambayo ilidhihirisha matatizo ya muda mrefu ya uzembe wa kupuuzwa usalama wa reli nchini humo. Esther Mtebe, Channel 10. Naam, nikushukuru sana Esther Mtebe kwa mkusanyiko wa habari za kimataifa. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi, asante kwa kutuamini. Hii ni Channel 10 habari. Bado uko nami, mimi ni Najma Abdallah, mwenzangu ni Ramla Jabu ambaye anatuongoza kwa upande wa lugha ya alama.